Bwana, jambo ambalo limetokea siku ya leo, wanamfuatiliaji wa Sauti ya Habari, limenishangaza, nikaona kwamba nije na kwako nawe pia liweze kukushangaza, lisinishangaze mimi peke yangu. Sasa jambo lenyewe ni kwamba mwizi ambaye alikuwa akifanya shughuli zake za uwizi sasa ni mwizi wa kizazi kipya, ameweza kukimbilia kanisani ili kuokoa maisha yake. Sasa jambo lilikuwaje? Ni jamaa ambaye anapatikana katika mkoa wa Arusha. Yeye bwana ni tapeli, anafanya wizi wake kwa njia ya kitapeli. Amekuwa akiwatapeli wafanyabiashara akisema kwamba yeye anakusanya mashuka, alafu akishakusanya hao mashuka anaenda kuwauzia wageni ambao walikuwa wanawahitaji, ambao wanatoka nje ya mkoa wa Arusha. Sasa kulingana na ushawishi ambao aliokuwa nao, aliweza kuwashawishi hao wafanyabiashara, na wafanyabiashara wakaweza kumwamini, wakamkabidhi hayo mashuka, akidai kwamba anakusanya mashuka kwa pamoja, alafu wanawapelekea sasa hawa wafanyabiashara wengine ambao ni wageni wanatoka nje ya mkoa wa Arusha. Sasa alifanikiwa kukusanya mashuka hayo ama mali ambazo zilifikia takribani kiwango, amesema kiasi cha shilingi milioni 1 aliweza kuikusanya. Sasa wanakuambia kwamba bwana, watu wakaanza kumfuatilia sasa, baada ya kuona kwamba mbona hakuna mrejesho wote wala kuna taarifa chochote, kitu chochote ambacho kinaendelea kionekani. Watu wakasema ngoja tuanze kumfuatilia. Kumfuatilia kwenye 1 2 3, wakafahamu ya kwamba huyu mtu ni tapeli, wala hakuna udalali wote ambao anaufanya, bali anatafuta tu namna kuweza kuwapiga wafanya biashara. Sasa baada ya hapo sasa wafanyabiashara wakawa wamekasirika bwana, kwanza kumfukuza. Kwenye harakati ya pale kumfukuza huyo jamaa, akaona ya nini maisha yangu yapotee wakati kanisani papo sehemu ambapo naweza kukimbilia katua mizigo yangu. Jamaa cha kufanya akakimbilia kanisani, katika kanisa la KKT huko mkoani Arusha. Baada ya kukimbia humo, akajificha humo kanisani. Ndiyo kwa kwake maisha. Sasa sijajua waliomkimbiza na wenyewe pia walikuwa wanaogopa kanisani, ama wameona kwamba kanisani hawezi akafanya fujo kwa kuupa heshima. Sasa baada ya mhalifu huyo hapo kukimbia kanisani, jeshi la polisi likafika. Baada ya kufika likamkamata na kumweka chini ya ulinzi. Na sasa hivi ni kweli iko kituoni, taratibu zingine zinaendelea kuchukuliwa. Lakini jambo ambalo limewashangaza watu wengi ni kumwona mwizi anakimbilia kanisani baada ya kugundulika kuwa amekuwa ni mwizi. Sasa je, aachiliwe aweze kuongozwa sala ya toba, awe huru kwa kuwa ameachana naye, ama amekimbia kanisani tu watu wasiweze kumuua, shughuli zingine ziendelee? Lakini bado tunasubiria sasa jeshi la polisi tuone litasemaje, ambao kwa sababu bado limemkamata, uchunguzi unaendelea ili kuweza kupata taarifa kamili na hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Mtazamaji wa Sauti ya Habari, nikwambia weka hapa nitakujuza kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea. Kama bado hujasubscribe, basi fanya kusubscribe ili uzidi kupata taarifa mbalimbali. Jina langu naitwa Yusuf Sadoki.